Naomba nikuulize swali leo litakalokusaidia kukukomboa kwenye aidha mahusiano au hata maendeleo yako binafsi. Swali linalohusu hisia. Swali linasema, je, una uhuru wa kihisia? Are you emotionally free? Do you have an emotional freedom? Sasa leo naomba nikufundishe topic inayosema mbinu 4 za kupata uhuru wa kihisia. Mbinu 4, skills 4 zitakazokupa uhuru wa kihisia. Unaweza ukashangaa uhuru wa kihisia ni nini? Ni uwezo wa kuwa free kihisia. Huisi kubanwa, huisi kuwa mtumwa. Kuna watu ni watumwa wa watu kihisia. Huwezi kufanya kitu mpaka fulani accept. Huwezi kujiona umependeza mpaka fulani aseme, akwambia umependeza. Huu ni utumwa wa kihisia na mambo mengine mengi. Lakini unafanyaje kupata uhuru wa kihisia? Naomba nikwambie, hata kama una uhuru wa kiuchumi, kama huna uhuru wa kihisia ni shida. Naomba nirudie, hata kama una uhuru wa kiuchumi, kama huna uhuru wa kihisia ni changamoto. Hata kama una uhuru wa kisiasa, kama huna uhuru wa kihisia bado ni shida. Mambo 4 au mbinu 4 za kukusaidia kupata uhuru wa kihisia. Mbinu ya kwanza, jitambue wewe mwenyewe. Hauwezi kuwa uhuru kihisia kama bado hujajitambua wewe mwenyewe. Utambue nini? Tambua madhaifu yako. Ni maeneo gani kwenye maisha yako ambayo wewe una madhaifu? Jielewe, mimi na madhaifu kwenye hasira. Mimi na madhaifu ninaongea sana. Mimi na udhaifu kwenye ukimya. Mimi na udhaifu kwenye aibu, kwa inabidi nifanye baadhi ya vitu ili kuondoa aibu hii niweze kuwa confident. Elewa udhaifu wako, lakini elewa mambo ambayo pia wewe ni mzuri kwayo, your strength. Mimi ni mzuri kwenye uongeaji, mimi ni mzuri kwenye uandishi, mimi na uzuri kwenye kumanage hisia zangu. Siwezi kupayuka tu, siwezi kumwambia mtu kitu tu, na kiweka na kichambua, na uwezo wa kumanage hasira zangu. Hizo ni strength zako. Fahamu namna unazozielezea hisia zako, huko ndiko kujitambua. Unakuwaje unapokuwa na stress? Unakuwaje unapokuwa na hasira? Unakuwaje unapopanic? Unakuwaje unapokuwa na frustrations na confusion? Jitambue. Huwezi kuwa huru kihisia kabla hujaenda kwenye hatua hii ya kwanza ya kujitambua, self awareness. Lakini mbinu ya pili, fahamu trigger zako. Fahamu nini mizizi ya changamoto zako za kihisia. Nini vyanzo vya changamoto zako za kihisia? Kuna watu ambao akiwa na njaa ana paniki, akiwa na njaa hawezi kusikiliza, akiwa na njaa huwezi kuongea naye. Kwa hiyo njaa ni trigger kwake. Kuna watu ambao hasira ni trigger kwake. Akiwa na hasira hawezi kutulia, akiwa na hasira ana paniki, akiwa na hasira anatukana mtu yote, baadaye ataanza kuomba msamaha, shetani alinipitia. Kwa hiyo fahamu kwamba trigger yako wewe ni hasira. Nimekutana na watu wengine na wasaidia, trigger yao ni kutokuwa na hela. Asipokuwa na hela anagombana na mtu yote, asipokuwa na hela ana hasira, asipokuwa na hela ana paniki. Lakini pia kuna wengine hela ni trigger yao kwa upande mwingine. Akiwa na hela hawezi kutulia, akiwa na hela hawezi kuconcentrate, akiwa na hela hawezi kusoma, hawezi kutulia kwenye mapenzi. Atahangaika huko na huko, hela zikisha tu anarudi kawa mtakatifu. Hela zikisha, maana yake huyo hela ni trigger yake pia. Wewe trigger yako ni nini? Kuna wengine usingizi ni trigger yake. Akiwa na usingizi hekima yake inamwisha, hawezi kufanya chochote, atasinzia kokote. Hata kama yuko katikati ya mkutano na mgeni wa heshima atasinzia, yuko aite atasinzia. Trigger yake ya madhaifu ya kihisia ni usingizi. Fahamu weakness yako iko wapi? Nini ambacho ndio trigger yako? Nini ambacho ndio kinaku? Wengine mnajua trigger yenu ya kihisia ni nini? Ni pombe, ni ulevi. Unajua tu kabisa wewe ni mwema wakati hujawa na alcohol kwenye akili yako. Mkiingiza alcohol kidogo huwezi. Na ndio wakati wale wanaambia, mapepo majini yangu yakinipanda kama nitasaula, nitasaula, nitatoa nguo, nitoe. Naona mtu wa heshima kabisa tunakuona ukinywa. Changamoto. Fahamu trigger zako ili uziepuke. Mbinu ya tatu, jipe muda wa kupoa. Haya mambo ya hisia, ndugu yangu, mengi yanahitaji muda tu. Hisia zinapanda kama vile Pepsi au Coca iliyotikiswa. Hisia zinapanda kama vile
vitu vinavyochemka, maragi au maziwa yanavyochemka kwenye chombo. Sasa kinachotakiwa ni muda. Funua ile sufuria na poa. Sasa wengine pressure imekuja juu, hapo ndio unasema neno. Baadaye unakuja kugundua kwa nini nilisema hili neno. Pressure imepanda, hapo umekunja ngumi. Jifunze kuzipa hisia zako muda. Ndio wale wamama wanasema, zamani wamama walikuwa wanawaambia mume wako anakukasirisha, weka maji bado, kunywa maji. Wakawa nafikiri wanaambiwa wanywe maji ili wawe wanakunywa maji. Dawa sio maji, dawa ni ule muda ambao mdomo wako umebaki na maji kinywani, huwezi kuongea. You give it time. Ndio maana tunasema dawa ya kwanza ya hasira ni muda. Hebu jitoe kwenye huo muda. Hebu jiondoe kidogo kwenye hiyo changamoto ya hasira. Hebu huyo mtu unayepambana naye, hebu jitoe kidogo, ondoka kidogo, tembea kidogo, funga mlango, toka nje kidogo, au mwambie naomba tusiongee sasa hivi. Jipe muda, utakuja kugundua ule moto unapungua. Kwa hiyo unaweza fanya physical withdrawal, ukajitoa physically kimudu, kwamba naomba nitoke kidogo, au unaondoka nenda kutembea afu narudi, imeshaisha. Au ukafanya emotional withdrawal, ukaweka akili yako katika kitu kingine, distractions, ukajiweka katika kitu kingine ili angalau muda uondoke katika kile kitu ambacho kunakupa hasira na moto. Au ukafanya pia emotional withdrawal, wengine tunatumia unaandika, kama ni mtu unamjibu au mtu na hasira naye unataka umjibu, unasema no, nachukua email, unaandika, tunaita email bubu, blind emails. Au unaandika kwenye message ambayo unajua humtumii yeye, utajitumia wewe mwenyewe, utamtumia mtu mwingine, yani mtu ambaye sio, au mtu ambaye anajua, ili unamtumia tu kama blind email au blind message, au kajitumia wewe mwenyewe. Ukija kusoma hiyo message unasema, Mungu wangu, kama angeipokea nilikuwa namvunja vipande. Lakini umeshatoa hasira zako, umeshazicommunicate. Au zipeleke kwenye kitu. Mimi nyumbani kwangu na punching bag, nazipeleka pale, apiga makonde mazito kabisa, inaisha. Hasira ni hisia inayopanda na inayotoka, inayoisha. Kufahamu namna ya kujipa muda wa kupoa. Na mbinu ya 4 na ya mwisho, waelewe watu walivyo. Understand people the way they are. Understand human being the way they are. Shida ni pale ambapo unataka waelewe watu kwa unavyotaka wewe. Umefeli. Unataka waelewe watu kwa definition yako wewe. Hapana. Waelewe kwa jinsi walivyo. Kuna watu wanautata sio kwa sababu ya wewe. Wanautata kuanzia wamezaliwa. Wanautata kwa sababu wazazi wao walikuwa watata. Wanautata kwa sababu wametoka kwenye familia tata. Kwa hiyo sio kwamba wanakuchukia wewe, sio kwamba wana maumivu na wana shida na wewe. No, that's how they are. Don't try to fix them. Usijaribu kuwa fix. Inawezekana ni mume wako. Usijaribu kumbadilisha, utabadilika wewe. Kuna vitu vya solve na kuna vitu vya kucope. Don't try to solve people. Sometimes you need to cope, to find a way to live with them. Accept, this is how my boss is. So hata watu wengine wanamuongelea yuko hivi, sio kwangu. Don't take it personal. Vita nyingine sio personal. Muelewe ndivyo alivyo. Ukiwa karibu naye zaidi unaweza kaelewa zaidi kwa nini yuko hivyo. Na nimeongea mambo mengi hapa ya sababu ngumu za watu, sababu ya tabia ngumu. Zitafute hizo, utakuja kugundua kuna watu wengine wanapambana nao, kumbe huna haja kupambana nao. Wenyewe tayari wana mapambano na wao wenyewe. Wenyewe wana vita na wao wenyewe. Wenyewe wana conflict na wao wenyewe. Mbinu hizi zitakusaidia kuwa na uhuru wa kihisia. And let me promise you my friend, once ukiwa na uhuru wa kihisia, freedom of emotions, or emotional freedom, you will live peacefully. You will live happily. You will be joyous. Utaona maisha kumbe sio magumu kama ulivyofikiri. Kuna maeneo mengine utaona una utulivu wa nafsi. You will have a strong mental health kwa sababu una emotional freedom. Mpaka wakati mwingine, naitwa Dr. Chris Mauki.